Mwenyezi Mungu anapenda kuliko sisi. Kwa usije kama mahali kujibadilisha. Wewe omba Mungu tu salama ili kufike katika safari zako za maisha. Mungu akupende tu, akuie radhi tu, akustiri tu, akusamehe tu, alafu kwa makusudi mazima Mwenyezi Mungu akuie radhi, akutie peponi. Basi sasa haya mengine hayo hija zenyewe ndio hizi tunazokwenda sasa hivi. Unakuta mtu hija kaiba hela zenyewe, katapeli hapa ndio kata tiketi ya ndege anaenda hivi, anafika kwenye kamba pale la kaita la kumaya kaita, anamwambia Mungu nimeitika wito wako. Alokuita nani? Hela za wizi bwana, wewe unakuja nazo kwa kuna dai nimekuita, unajua ni Makristiano hapa mjinga sikiza yuko rafiki yangu mmoja, Mungu amsamehe, yeye bwana anapenda ni sana, lakini baadhi ya vitu vingi visikia nahisi kama kuna mkia ukweli mwenye ndani. Na pia siku moja wale fanya mambo yote hija, basi akaniambia sana mwalimu, lakini hija yenyewe sio hizo hela zetu sisi. Nikamwambia kwa nini? Anambia hizo hela zetu si mwalimu, sisi zani afadhali ni ile hela yangu. Nikamwambia kwa nini? Asema hizo hela zenyewe siziamini bwana. Asa nitakwenda pale nikamwambia Mungu nimekuitika, Mungu aniulize nimekuita nini? Unajua nilicheka. Akaniambia alafu nimesikia ibilisi yuko huko. Ndio maana jamaa wanakusanyika mijio wanaenda kumtunda. Na hofu asije kudaka yale roho akanirudishia. Yaani pale mkutana hiyo siku nimecheka sana. Kuni naye mchizi mwingine. Hayo pesa panda gari yake ukaondoka. Lakini nyuma katika safari yangu nimetembea hivi. Nasikia harufu fulani kwenye maneno yake kwamba kuna taaluma, iko taaluma. Hata kama si uhalisia anaozungumza. Lakini je, kama umeenda hija na hela za aina hii? Huoni kwamba maneno yake yanafanana? Kwamba ibilisi yuko kule kule na watu washakukomota mawe amekasirika ujue. Sawa, wewe umekuta video mpaka unataka kumpiga na hija hiyo umekuja kwa hela za wizi. Hadangi anakurudishia. Nyatuka tu ya Allah. Atusitiri lakini kwa kweli tunapita mazingira magumu sana. Yaani tuwe makini kila kitu chetu. Hapa tunamaanisha tujisana. Tujitafuti na kuwa makini kwenye kila kitu chetu kwa sababu hatari iko jirani na sisi zaidi kuliko heri. Na sisi tunadhania heri iko jirani na sisi zaidi kuliko hatari. Watu hawana hata insafu ile kwamba niangalie utafiti wa kina kuhusu ninachofanya. Ni hatari unajua hatari. Na maanisha ni hatari, yaani inabidi tuwe makini sana. Haya maneno unaweza kuchukulia kama kawaida, lakini ndani yake ukizama kwa kina unajua kabisa kuna jambo ambalo Mungu anataka kufanyia kazi. Kuwa makini na vitendo vyako. Na vifanya kwa ajili gani? Ili mwisho litokee nini? Hatimaye maana wewe lazima unatafuta kufa vizuri tu. Kufa vizuri. Sasa usipokufa vizuri maana umekufa vibaya, hakuna kama marekebisho ya akhera shehe. Wewe ukiona umekufa bila la ilaha illa Muhammad Rasulullah, yaani umeondoka duniani kama nyama kili, basi ujue biashara imeharibika hapo. Ndio maana wale wazee wanaweka msisitizo hivi, tafadhali tutafute kufa vizuri. Sasa kama kufa vizuri hakupatikani bila kwa kujikurubisha kwa Mungu, basi na tujikurubishe sasa, kwa sababu ndio muda tuliokuwa nao. Hatujui kesho kutatokea nini. Hivi tunaongea hapa sasa hivi unatoka shanga jamani fulani, basi tena tulikuwa na hapa. Hebu jiwekeni vizuri, jitengenezeni, jiandaeni, jimakinishe. Halafu hiyo tunahangaika kwa ajili ya nani? Mungu. Ibada zote huwa zifanywe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Aina ya ibada ni tofauti tofauti, mazingira yake pia ni tofauti tofauti, zama zake pia ni tofauti tofauti, na hata hali yake pia ni tofauti tofauti, lakini zote zifanywe kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu jaribu kwa makini hiyo basi. Unapofanya ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hapa patakufanya uwe na staha. Kwamba kama mimi ninajipendekeza kwa Mungu tu, ina maana sina shida na wanadamu. Wanadamu mtahangaika nao kwenye mambo
kuhusiana na sisi tu wanadamu kwa wanadamu. Kwenye jambo lako na Mungu kana kuhusisha kisichokuwa nani? Mwenyezi Mungu. Unatafuta nani? Ufike pale amali yako iwe na ikhlasi, umemtakasia yeye tu Mwenyezi Mungu jalla sana, ili uende peponi. Lakini kama tutafanya welazimu, unajua kujitia matumaini. Wanadamu tuna tabia hiyo mbaya sana. Wallahi akiswali rakaa 5 tu usiku. Sawa? Usiku rakaa 5 tu. Basi asubuhi akiamka atahangaika mpaka hapo ajue aliswali rakaa 5 usiku. Ndio kuzungumza kidogo kama mimi nilikuwa watu swali tahajjud usiku. Haya. Sawa, ushakujulisha wewe uswali tahajjud. Kwa hiyo unataka nini sasa? Anataka mjue tu kwamba aliswali tahajjud. Hii ni ibada akamkusudia Mungu au alikukusudia nini? Maana bila nyinyi kujua hakuridhika mpaka mfanyeje? Mjue. Anahangaika na nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapi sasa ibada kama unategemea kusaidia kitu? Hakuna bwana, lazima tuambie ukweli. Hakuna. Kwa hiyo mwe makini, tunaelewana? Tunaelewana? Inamaanisha mwe mimi nimeambiwa nizungumze mpaka asubuhi. Sijui mnaelewa? Na kujulisheni kama mlikuwa hamjui, nimeambiwa nizungumze mpaka asubuhi. Kwa hiyo hapa bado tupo sana. Nalipana mwaka jana. Nalipana mwaka jana jamaa. Kwa hiyo hapa ina maana bado tupo sana. Kuna yani ninachomaanisha katika amali tunazofanya, tunapozifanya tuzifanye kwa ajili ya yule aliyotutuma kufanya, ambaye ni Mwenyezi Mungu. Sasa aina ya kuzifanya zile amali hii ni kazi ya wanadamu kutufundisha, lakini zinapofanyika anakusudiwa nani? Mwenyezi Mungu. Kama unafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ina maana huyo ndio Mwenyezi Mungu atakayelipa ibada hiyo. Hutokuwa na kuhangaika na nini? Na wasi. Na chochote Mungu atakachokukadiria katika vipawa, viwe vya kidunia, viwe vya kiakhera, matokeo yake ni nini? Wewe utawiwa radhi tu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unakwenda zako peponi baada ya kupitia vipindi vya mpito hapo katikati, ambapo kwenye hivyo vipindi vya mpito ndio tunapozungumza na watu kufa. Kwa sababu umeshazungusha kwa watu kile, lazima nikueleze. Bwana utakufa. Kesha ndio mtume wa Mwenyezi Mungu. Wewe utakufa Muhammad. Sio? Na kama mimi na sio tunataka maswahaba wako atakufa. Sawa? Tutakutana huko mbele. Ndio tujue kila mmoja wapi nafasi yake. Sasa hukumu kwa kundo ninachosema, jamani tujiandae. Sawa? Hata wale tunaozungumza habari zao, mashehe wakubwa kina Sheikh Abdul Qadir Jilani. Wanachuoni wa ajabu kina Ahmad ibn Hanbal yao. Pamoja na shehe wetu mwenye Mungu amrehemu Sheikh Muhammad Nasr. Yeye naye na mashehe zake na mashehe zake nao, mashehe zao na mashehe zao nao, mashehe zao kama kwa mtume mwenyewe. Tunazungumza habari ya watu ambao wako makaburi. Kwa maana kwamba ya kwao yale makaburi yapo sasa hivi tunayaona, kesho na kesho kutwa yatakaoongezeka ni ya kwetu. Na afadhali unapokufa ufe bwana, japokuwa sawa uko kuumia wakati wa kufa jambo lipo aliyekukiki, lakini lina mipango. Wakati mwingine Mungu anaweza kufanyia tafifu kwa sababu ya vitu fulani tu katika tabia na desturi zao. Kwa sababu hata mtume alikuwa anakufa maumivu yalimpata, lakini Mungu akamsikia na apiga kelele nzito sana. Yeye analilia watu wake tu basi. Yale maumivu alikuwa akisikia bwana mtume hapo. Lakini anamuuliza Mungu, sasa ikiwa mimi ndo mtume wao hali ndio hii, hawa vijana wangu vipi? Anamaanisha umati wangu. Basi mpaka anataka kukata roho na mtume, neno alikuwa akisikia asema ummati 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 ummati. Ndipo mtume alikuwa akata roho. Anasema ya watu wangu, umma wangu ya bwana mtume anaroka duniani. Nenda kamwambie mtume wangu Muhammadi asilie, sisi hatutomfanyia jambo la kumuudhi kuhusu umati wake. Hapo ndo kuna watu wengine wanakufa kama vile wanakula mcheza. Hapo kwenye hicho kipengele cha Mungu alipomwambia bwana mtume, mwambieni, anaambia Jibril, mwambieni Muhammadi kuhusu umati wake, sisi hatutofanya kitu kimkoseshe raha. Mwambie asiwe na wasiwasi, anawalilia umati wake, mwambie huu umati wake
hatutofanya kitu ambacho kitamfanya kosa la garantia amepewa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Unaona sasa, uje ingie kwenye mambo ya wanachuoni wengine wenye albabu qulub, sawa, na wenyewe wanagenetia kwa sababu Mwenyezi Mungu awekea kwa sababu ya juhudi katika ibada na hamasa waliokuwa nao katika kuwahimiza watu kumwabudu Mwenyezi Mungu. Unaona huyu shakabu kati njia katika sababu sio usiona watu wanafuata kule na kumpenda kule tu, kwa sababu ni jambo limeshuhudiwa na watu wengi. Kama ingekuwa ni mtu mmoja anasema itakuwaje, mama atasikize ile bali itakuwaje. Huyu bwana alikuwa akitafuta siku moja aswalishe watu magharibi mwezi wa Ramadhani. Sawa, jamani, tutabaki kumswalisha na shakabu kati jirani. Huyu mzee yuko wapi? Kwa mtu mmoja akasema ameonekana anaelekea mtoni. Kuna mto pale kwa mkubwa sana. Yaani unaweza kufikiri ni bahari. Ile mto ile liko hapo. Wale watu walimuona akasema kaelekea huko. Watu wakatoka akasema sasa kama ndivyo basi tukimkuta kama magharibi imefika tuswalishe huko mtoni, kwani kuna shida gani? Si tutakuwa tuko wengi tu. Wakatoka wale. Walipofika tofauti na kawaida wamemkuta katikati ya hayo maji, huyo mwamba ndio kasimama hapo. Kuna swali hapo. Watu wamekuja na jazba yao. Tunaenda kuswalisha na shehe huko tutaka kuomba. Wamekuta juu ya maji. Yeye kasimama tu hapo, maji yanaendelea safari zake. Unaona? Sasa mjadala ukaanza. Sasa kapitaje? Kwanza wanaanza. Amehitaji kuona hajazama. Mtu akijaribu kuuliza ni vipi na hapa unazama. Yeye kasimama tu kule. Lakini ghafla akasikia angani. Ni magharibi kweli. Unaona? Basi ghafla wanamuona yule bwana ameiruka juu ya maji, akasimama sehemu katikati ya hewa, halafu nyuma zikapangwa safu za watu wa kuwasalisha kwa mamilioni. Wale madarushi wangu hawawezi kwenda kule. Kwa hiyo hapa hawashambani. Unafanyaje sasa? Ukidumbukia unazama, ndio tofauti ya ucha Mungu hiyo, sio? Wamefika hali wenzako, wamekuacha mbali sana na daraja peponi siko hivi. Kuna mtu mwingine kweli anafikiri kwake magorofa Mungu kamjengea peponi. Lakini kama angeona za wenzake angelia huko kwa peponi. Kwa maana kwa hiyo Mungu anaenda sawa. Kwa vile peponi tukamwa kila mmoja mstarehe kwa namna ya juhudi yake, kwa hiyo hakuna kutoleana siri, sio? Ujapo peponi anakuja kutembeleana lakini unakuja nyumbani kwangu kuna unakuja kufanya nini? Kuna matikiti maji hapo huko. Wewe niache na nani mayopo yangu hapa. Kwa kwani uje bako hivyo. Ningeelewa kama mtazamo katakuwa nyumbani ungeona mtu unalia. Unakuta vitu kwa mwenzako yani. Unasema jamani, hata wanawake wanaume tunapenda wanawake sana. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aktharukum alayya salatan aktharukum azwajan fil janna. Angalia mahali ya kupatia wanawake wengi peponi, Mtume anasema ni kumswalia sana. Sawa? Wanawake wa peponi Mtume anasema jinsi ya kuwapata mahali kubwa sana ya kuwalipia uwaoe kwa mamilioni, kumswalia sana Bwana Mtume. Atakaye kushindeni kuniswalia ndio huyo atakushindeni na idadi ya wanawake wa peponi. Kuna dalili yote ya kuona kuna mtu anataka mwanamke akilinganisha na Bwana Mtume? Matokeo asubuhi ukija kumuuliza mwingine kamswalia Mtume mara 3 mpaka sasa hivi. Kwenye swala hizi swala 5 basi kwenye swala kila moja inataia ngapi? 2. Sawa. Kwa hiyo kamswalia Mtume mara ngapi? Kwa swala 5. 10. Naye kajenga kwenye watu